tuanze ibada yetu ya leo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo wa mkono wake. Amen. Baba, Mwana, Roho, sisi tugizani, utukufu wako makosa hauna. Mtakatifu nawe umapenzi, upeke yako weziona. Baba, Mwana, Roho, Mungu mwenye enzi, ulivyoviumba vyote vya kusifu. Baba, Mwana, Roho, Mungu wa mapenzi, ewe Utatu tunakusifu. Mungu wetu wa mbinguni, Baba utupendaye, tunakusanyika katika nyumba yako siku hii ya leo, tukiamini kuwa wewe utakuwa pamoja nasi tutakuwa hapa kukuabudu wewe. Baba, tunakuja mbele zako tukiomba msamaha, tunaomba toba, utusamehe kwani tumekutenda ambavyo sivyo katika kuwaza kwetu, kunena na kutenda kwetu. Tusamehe Mungu wetu, maana wewe watujua, na wewe ni Mungu pekee utusamehe wanadamu. Asante Mungu wetu, hata tunapokuja mbele zako siku ya leo, tunakuja tukiliombea taifa letu. Mbariki kiongozi wetu wa nchi, Rais Mama Samia. Tuwabariki mawaziri wote, waziri mkuu na mawaziri wengine wote katika baraza la mawaziri, wabunge na wakuu wa tawala mbalimbali. Baba, kawashike mkono, usiwapungukie wanapoliongoza taifa hili, wakaliongoze kwa amani ili injili kapate kuhubiriwa. Asante Mungu wetu, hata tunapoleta viongozi wetu wa kanisa, endelea kuwatunza na kuwahifadhi chini ya mbawa zako, wakapate kulichunga kanisa, wachunge kondoo zako kwa maneno na ufahamu na akili zitokazo kwako. Mungu wetu, tunaendelea kukuomba wewe siku ya Jumapili hii ya leo, kutana na haja ya watu wako mbalimbali. Tunaomba hata katika ibada hii ya leo utakutana, utamshika mkono mchungaji anayetuletea neno siku ya leo, utaendelea kushika mkono watu mbalimbali wanaoongoza katika ibada hii. Zimo kwaya zitakazoimba sehemu hii, lakini pia wapo timu ya kusifu na kuabudu, na wewe utakuwa nao kuanzia mwanzo wa ibada hadi mwisho wa ibada. Asante Mungu wetu, maana umesikia kuomba kwetu. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen.
Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 7. Natumai tumefika sote. Maneno ya Mungu yanasema, kwa sababu hiyo na kukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Mstari wa 7 na wa mwisho, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hili ndilo somo letu la kwanza, na Mungu alibariki. Mtakatifu, mtakatifu Baba mbinguni, tunaendelea kuja mbele zako, tunaendelea kusema ni asante Baba, ambao tuitoka Jumapili umeweza kutulinda kuanzia Jumatatu mpaka leo siku ya 7. Mungu, tumeona nguvu zako na uwezo wako jinsi ulivyosimama na sisi. Baba, ninapowaleta watoto wako hawa, tunapokuja mbele zako Jehova, tunajua uliko tutoa ni neema ya Mungu hata kuwa madhabahuni kwako. Wewe Mungu na nguvu, tunaomba ukatutakase kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunajua tumekutenda mambo mengine ambayo hayajakufurahisha machoni mwako. Tumekutenda katika kufikiri, katika kunena. Mungu, tunaomba ukatusamehe. Ninaomba toba kwa ajili ya kanisa letu. Ninaomba toba kwa ajili ya vijana wetu. Ninaomba toba kwa ajili ya baba, kwa ajili ya mama. Mungu, tuseme nini mbele zako? Tunaendelea kuinama mbele zako, tunaendelea kushushudu mbele zako. Hatutaaja kukutumikia wewe. Una nguvu na uwezo. Baba, angalia jinsi watoto wako tulivyojitoa kwa ajili ya kujenga kanisa hili. Asante hata kwa maono yule aliyeanzisha kusema tupanue hili kanisa. Mungu, wewe utaenda kuwaleta watu wengi kwa ajili tukuabudu wewe kwa roho na kweli. Mungu, tunapoenda kuleta kwa ajili ya watu tuliojitoa hapa, Mungu utaenda kubariki mali zetu, utaenda kulinda mali zetu. Hautaacha Baba hata watoto wetu watangetange mitaani. Wewe una nguvu na uwezo na mamlaka. Baba, angalia neno lako limesema tuchochee karama zetu. Baba, humu kanisani kila mtu ajue Mungu amemumbia kwa lipi. Kila mtu ajue kanisani amejitoa kwa ajili ya nini. Kuna mambo mengi ya kuweza kujitoa katika kanisa. Mungu, tunaombea vijana wetu. Baba, vijana wana nguvu ambao wanaweza kusimama na kanisa. Angalia sisi tunazeeka, tunaondoka, watabaki wenyewe. Baba, waangalie sisi tulipokuwa vijana, tunaweza kusafisha kanisa, tunaweza kupamba kanisa. Leo Baba, watabarikiwaje kama hawawezi hata kusafisha kanisa? Mungu, tusamehe. Mungu, endelea kuonekana. Baba, ninapoinua serikali yetu ya Tanzania, namuinua Mama Samia. Baba, ni mama anao nguvu, anao uwezo, anao mamlaka. Kasimame naye Jehova, hata wanaoweza kumsaidia Baba wakaongee maneno ya kumjenga, wakuleta manufaa ya nchi yetu ya Tanzania. Baba, tunahitaji uchaguzi wenye haki, uchaguzi wenye ukweli na uwazi. Hatutaki kumwaga damu. Nchi yetu ni nchi yenye neema, ni nchi yenye maendeleo. Tunaombea nchi yenye maendeleo na nchi yenye amani. Mungu, tunaangalia nchi za jirani jinsi wanavyoteseka, jinsi wanavyokimbia na watoto. Mungu, tunaomba wewe Mungu, sikio lako ni jepesi. Unasema ombeni nanyi mtapewa, unasema bisheni nanyi mtafunguliwa. Baba, maombi yetu tunayaleta kwako, tunayaleta kwako kwa huruma kubwa sana. Katusaidie Jehova. Baba, imani tulio nayo tunajua ataenda kutendeka uchaguzi wenye amani. Wewe upo ambaye niko Baba, hautatuacha wala utatupungukia. Baba, angalia, tuna imani kama baba Ibrahimu. Baba Ibrahimu aliomba imani. Alipomuona baba mtoto wa pekee Isaka, anaambiwa atoe sadaka. Aliomba. Baadaye aliambiwa tazama kondoo yule. Huyo Mungu nasi Baba tunakuomba. Huyo Mungu tunakuomba utaenda kutenda. Wewe una nguvu. Unajua mioyoni mwetu. Unajua kila mtu ana mahitaji gani. Unajua tunapitia wakati gani. Wakati mwingine tunapitia wakati mgumu. Tunapitia kwenye majaribu magumu. Lakini wewe niko ambaye niko utaenda kuondoa. Hata kama tunalia mioyoni, lakini kwenye macho tunaonekana ni makavu, hatutaacha neno lako. Tunajua Baba umetuitia kusudi gani, na ndio maana tunaendelea kutumika. Mungu, endelea kuonekana. Unaangalia mioyo. Angalia, ulimwangalia Zakayo. Alijiona ni mfupi ulipokuwa unapita na makutano. Alipanda juu ya mkuyu ili akuone.
lakini ulimwambia shuka, upesi imekupasa kushinda nyumbani kwako. Angalia wenye roho za kwa nini hawa kina Yuda Iskariote na wakina Petro walisema, umetembea na sisi siku zote 40 nyikani, hujasema kushinda kwetu, leo unasema ushinde kwa mtoza ushuru. Aliangalia moyo, nasi Mungu anaangalia mioyo yetu. Tunamtamanije? Tunamtumikiaje? Tunakuonea kiu Baba, tunakuonea kiu kama Ayala anavyoona mto wa maji. Mungu, endelea kuonekana na maisha yetu, endelea kuonekana Baba, hautatuacha Baba. Tunatamani tustawi kwako kama mti wa mtende, tunatamani tustawi kama mti wa Lebanoni. Hatuangalii nyuma watu wanasema nini, tumeamua kuitafuta injili. Baba, lazima tutumike, hautatuacha bure. Yehova, nimeomba ni katika jina la Bwana aliye Mwokozi wa maisha yetu, amen.
Yesu asifiwe sana. Somo letu la pili linapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4. Neno la Mungu linasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Mstari wa 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hili ndilo somo letu la pili na Mungu alibariki. Roho Mtakatifu utujaze na nguvu zako, utuhudumie na utembee pamoja nasi. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Warumi sura ya 8 inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikoweza kutamka. Haleluya. Roho Mtakatifu utujaze na nguvu zako, utuhudumie na utembee pamoja nasi. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tuimbe pamoja. Utujaze nguvu zako, utujaze na nguvu zako, utuhudumie leo, utuhudumie na utembee pamoja nasi, na utembee pamoja nasi. Roho Mtakatifu tena leo, Roho Mtakatifu, utujaze na nguvu zako, utujaze na nguvu zako, utuhudumie leo Roho, utuhudumie na utembee pamoja nasi, na utembee pamoja tena Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, utujaze na nguvu zako, utujaze na nguvu zako, mwambie akuhudumie leo,
Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, tunalibariki na kulitukuza jina lako kwa asubuhi njema ya leo. Baba, ninamleta mikononi mwako mtumishi wako. Ninaomba Roho wako Mtakatifu amtumie. Ninaomba ufungue mioyo yetu sisi sote tutakaosikiliza neno lako leo. Uwepo wako Baba, nguvu za Roho wako Mtakatifu zitushukie. Useme nasi kila mmoja wetu. Uguse mioyo yetu kila mmoja wetu. Uweke jicho lako katika midomo ya mtumishi wako. Useme nasi na ututakase tunaposikia, tuweze kuwa tayari kulitenda neno lako. Uwepo wako uwe pamoja na sisi sote asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Amen. Hebu fungua Biblia yako. Tutasoma katika kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza. Naomba basi nianze kusoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7 ili uweze kupata muktadha wa andiko hili, uweze kuelewa context ya andiko hili. Paulo hapa anamwandikia Timotheo na anasema hivi: Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo Yesu, kwa Timotheo mwanangu mpendwa, neema na iwe kwako, na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Bwana wetu. Shukrani na hizo namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu, kwa vile nikumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana, nikiyakumbuka machozi yako. Natamani sana kukuona ili nijawe na furaha, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki. Imani ilikaa kwanza katika nyanya yako Lois na katika mama yako Eunice, nami na sadiki wewe nawe unayo. Anakuja mstari wa 6. Kwa sababu hiyo nakumbuka na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Baba, sema na watu wako. Umesema na mimi kupitia maandiko haya. Sasa sema na sisi sote ninapoungana na Wakristo hawa katika kulitafakari neno hili, kwa Kristo Bwana wetu. Bwana wetu asifiwe. Ilikuwa ni kama miaka 30 iliyopita. Nilikuwa nimetoka shuleni. Kipindi hicho nilikuwa form 2 katika shule ya sekondari Nsumba. Nilitoka shuleni kama ilivyo kawaida wakati wa midterm, nikaenda nyumbani. Nimefika nyumbani kama kawaida ya wazazi wangu. Ilikuwa ukitoka shuleni na kwenda shambani. Kwa hiyo tulienda shambani, tukafika shambani, tukafanya kazi siku nzima, kuanzia kama saa 1:30 mpaka saa 10. Baadaye kukawa na giza nene ambalo lilikuwa limetanda. Baba na mama wakasema, nafikiri hii ni mvua inakuja, inabidi tuwahi nyumbani. Kutoka kule shambani mpaka nyumbani zilikuwa ni kama maili 3 hivi. Tukaharakisha tukachukua majembe na vitu tulivyokuwa navyo. Kabla hatujafika nyumbani, mvua kubwa ikanyesha sana. Tena ilikuwa ni mvua ya kutoka ziwani ambayo huwa ina ubaridi wa aina yake. Tuna njaa na tumelowana. Sasa mimi kama mtoto mdogo kati ya wakubwa wakaniambia, nenda kawashe moto haraka kule jikoni. Ile mvua imenyesha mpaka hata jiko lenyewe limelowana. Kuni zilizokuwemo humo zimelowana. Tunatetemeka, tuna njaa. Sasa nikaenda
angalia zile kuni ni mbichi kweli kweli. Nikajaribu kuwasha moto, hakuna. Nikajaribu piga hapa na pale, natafuta vimiti, lakini vyote vimeloa. Nikajaribu hata kwa kutumia mafuta ya taa, lakini haikuwezekana. Baadaye mama yangu alipokuja, alikuwa ndani ya nyumba, mbona unahangaika hivi? Basi akaenda kwenye mafiga, akachutama chini. Nikamwona anachukua kama jembe, anaengua yale majivu, yale yaliyolowana, akayaweka pembeni. Pole pole akafanya pole pole. Baadaye tulikuwa na nyumba ya nyasi, akaenda akachukua nyasi chache ambazo zilikuwa kavu na vimiti vichache ambavyo vilikuwa ni vikavu. Ndipo akachutama chini tena, akaweka vile vinyasi, akaweka na vile vimiti. Nikaanza kusikia sauti, kitu gani kilitokea? Kitu gani kilitokea? Baadaye kidogo moto ukaanza, ile baridi ikaisha. Hata zile kuni ambazo zilikuwa na unyevunyevu na zenyewe zikaanza kufanya nini? Kupata joto. Moto ukawaka. Wakapika chakula, tukala, maisha yakaendelea. Niwaambie ndugu zangu, Paulo anamwandikia Timotheo kwa msisitizo huo. Anasema, na kukumbusha uchochee karama ya Mungu. Hebu tuseme neno hilo, uchochee karama ya Mungu. Geuka kwa mwenzako, mwambie uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako. Wewe ni wakala wa moto. Ujumbe wangu wa leo, tunasema sisi ni mawakala wa moto. Neno wakala lina maana wewe umesimama kwa niaba, umetumwa, umekabidhiwa mamlaka kusimama na kusema kwa niaba ya mtu mwingine. Sisi ni mawakili wa Kristo. Neno la Mungu linatuambia kwamba Paulo alikuwa amemlea Timotheo. Paulo alikuwa amemwekea mikono Timotheo. Paulo alijua nguvu za Timotheo. Alijua mamlaka aliyokuwa nayo Timotheo. Ndiyo maana anamwambia, anamkumbusha. Ninazo hoja mbili na changamoto mbili ambazo nitakuachia. Hoja ya kwanza, kumbuka wewe ni nani. Kumbuka wewe ni nani. Tunapaswa kuuliza, mimi ni nani katika Kristo? Na hili ni jambo ambalo ni la msingi sana. Maneno ya kwanza ya Paulo si kuhusu matendo, bali ni kuhusu utambulisho. Huwezi kuchochea kile ambacho huamini kiko ndani yako. Unahitaji kutambua kile kilicho ndani yako. Kumbuka Paulo anapoanza kumwelezea Timotheo, anaanza kuelezea historia yake. Anasema, ninayakumbuka machozi yako. Anasema, ninaikumbuka imani yako. Kwa sababu imani ulionayo ni ile imani iliyotoka kwa bibi yako Lois na mama yako Eunice. Kwa hiyo Timotheo alikuwa ni mtu aliyekuwa ameokolewa.
alikuwa mtu aliyekuwa ameitwa na Bwana. Lakini pia tunajua kwamba anasema ichochee karama ya Roho Mtakatifu iliyo ndani yako. Ina maana kwamba Timotheo alipompokea Yesu, kitu gani kingine kilifanyika? Alijazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa ndani yake. Kama vile mama yangu alipoenda pale jikoni, alipotoa lile vumbi na matope yaliyokuwa yamepatikana kule chini yake, aligundua kwamba moto bado ulikuwepo. Moto ulikuwa ndani. Huwezi ukachochea kile ambacho hakipo. Bwana yetu asifiwe. Roho wa Mungu yuko ndani yako. Geuka umwambie mwenzako, Roho wa Mungu yuko ndani yako. Na kama Roho wa Mungu yuko ndani yako, karama ya Mungu iko ndani yako. Unanifuata vizuri hapo? Kama Roho wa Mungu yuko ndani yako, basi maana neno la Mungu linatuambia, Paulo anapoandika kwa Korintho kwamba sisi sote tuliompokea Yesu Kristo tumepewa karama ya Mungu, karama ya Roho Mtakatifu, na ipo hapo kwa ajili ya kutuimarisha sisi wa Kristo wote. Ipo hapo kwa ajili ya kulijenga kanisa. Ipo hapo kwa ajili ya kutusaidia tutiane nguvu sisi kwa sisi. Kwa hiyo umejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Haya ni mambo ambayo ni ya muhimu tuweze kuyaelewa. Kwamba sisi ni nani? Mimi nimeokolewa. Mimi nimepewa karama ya Roho Mtakatifu. Mimi nina nguvu ya Roho Mtakatifu. Hebu tuseme wote pamoja. Mimi nimeokolewa. Mimi nimepewa karama ya Roho Mtakatifu. Na mimi nimetiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo sasa, katika ule mstari wa 7, Paulo anasemaje sasa? Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na ya moyo wa kiasi. Watu wengi wameshindwa kuzitumia karama zao. Ni lazima tujitambue. Paulo alikuwa amemtia mikono Timotheo ili aweze kuifanya kazi ya Mungu. Lakini ilifikia kipindi ambapo Timotheo alishindwa kufanya kazi ya Mungu ipasavyo. Ndio maana Paulo anakuja kwake, anamkumbusha sasa, tambua wewe ni nani. Kumbuka wewe ni nani. Kumbuka wewe ni nani. Ukijua wewe ni nani, ukijua mamlaka uliopewa na ukijua mamlaka ulionayo, huna sababu ya kuogopa. Huna sababu ya kuwa na mashaka. Unajua tatizo kubwa ambalo tunalo sisi wa Afrika, na hili nizungumze kidogo. I'm diverging from my message. Nizungumze kidogo. Wakati mwingine ile roho ya umaskini imetujaa sana. And that is quite unfortunate. Resources tunazo. Tuna kila kitu. Ila kilichokosekana ni ule utashi na kudiriki. Ukikutana na African American walio wengi kule, nao wana mafikra kama ya Waafrika wengine hapa. Wanafikiri kwamba serikali itaweza kuwafanyia kila kitu. Wanafikiri kwamba serikali itawapatia nyumba. Wanafikiri kwamba serikali itawapatia pesa. Sasa udhaifu wetu hapa mkubwa tulionao
na ambao nahangaika mpaka na ndugu zangu ni kwamba matatizo yote ya Waafrika yaliletwa na watu weupe. Na kwa sababu matatizo yote wa Afrika yaliletwa na watu weupe, basi matatizo yote ya Afrika yatatenguliwa na watu gani? Weupe. Hizo ni fikra potofu. Mungu ametujalia akili, na nashukuru kwamba kanisa limeanza kuinuka na watu wetu wameanza kuinuka. Basi tuendelee na hiyo spirit ya kujua kwamba sisi tunazo nguvu, sisi tunazo akili, sisi tunao uwezo wa kufanya mambo makubwa na ya kushangaza. Nimepita katika daraja hilo, nimeshangaa. Ni mawazo ya mtu mmoja. Anasema sisi tunaweza. Naamini ninapoangalia kanisa kama hili, namshukuru Mungu kwa ajili ya maono makubwa ya kanisa langu. Kuona kwamba haka kanisa ni kadogo, tunatakiwa kujitanua zaidi. Na Bwana aendelee kuwabariki kuwa na huo moyo wa kuzitumia karama ambazo Mungu ametupatia kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa kufanya hivyo, Mungu ataendelea kukubariki na kukubariki na kukubariki na kukubariki. Vijana wetu sasa hawana ule moyo ambao sisi wazazi tulikuwa nao, wa kujitolea kwa kazi za kikanisa, wa kuja kusafisha kanisa. Nyerere alipenda kusema, unapogoma kufanya kazi ya serikali unamgomea nani? Unapogoma kufanya kazi ya kanisani hapa, nani akufanyie? Hii ni kazi yetu. Huu ni wajibu wetu. Huu ni wajibu wa kila mama, wa kila kijana. Huu sio wajibu wa mchungaji peke yake. Huu sio wajibu wa askofu peke yake. Huu ni wajibu wa kila mmoja wetu kuitenda kazi ya Mungu. Maana Mungu amekubariki na karama nyingi. Kama una kazi, Mungu amekupatia karama. Kama una elimu, Mungu amekupatia uwezo wa kufikiria. Tumia karama iliyoko ndani yako. Ukiwa na upendo, ukuipenda kazi ya Mungu, utaweza kufanya mambo makubwa sana. Jambo jingine ambalo nataka, hoja yangu ya mwisho na ambalo nataka kusema, lazima tukumbuke wito wetu. Warumi 8:14 nasema, wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ni watoto wa Mungu. Lazima Roho wa Mungu akuongoze katika maisha yako, akuongoze katika maamuzi yako, akuongoze katika kila unachokitenda. Kama Roho wa Mungu akisema hapana, unatakiwa kunyamaza na kusema nisamehe. Na unaongozwaje basi na Roho Mtakatifu? Ni kupitia katika maandiko. Uwe ni mtu wa maombi, utafute uso wa Bwana kila siku. Uwe ni mtu wa kusoma neno. Ni lazima ubadilike. Maana wote waliompokea walifanyika kwa watoto wa Mungu. Na neno la Mungu linasema kwamba tunapompokea Yesu tunafanywa kuwa viumbe wapya. Warumi 12:1-2 inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe mioyo yenu kwa kufanywa upya. Kwa hiyo Roho wa Mungu anapokuwa ndani yako, lazima mabadiliko yaonekane. Ikiwa unataka moto ushuke, lazima weke maisha yako madhabahuni pa Bwana. Ujitoe. Kumbuka hiyo picha ya kutoa. Katika Agano la Kale, sadaka ilipowekwa madhabahuni ilikuwa inateketezwa. Moto unashuka, unailamba hiyo sadaka.
lazima uchomwe na moto wa Kristo, wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba moto unapojiweka katika madhabahu ya Bwana, moto unakuja, unakubadilisha, unakufanya uwe mpya. Bwana asifiwe. La mwisho, nitamaliza hapo. Tumeitwa kwa ajili ya misheni, tumeitwa kwa ajili ya kuongozwa na Roho wa Mungu, tumeitwa kwa ajili ya toba na mabadiliko. Jingine ambalo ni la msingi sana, tumeitwa ili kuongeza wafuasi. Basi tunatakiwa kuusambaza huu moto ulioko ndani yetu. Na hii ni kazi ambayo nimesikia inafanywa na baadhi ya Wakristo hapa. Unapopeleka injili mahali pengine, unaongeza wafuasi wa Kristo. Na hiyo ndiyo kazi ambayo tunatakiwa kuifanya sisi sote kwa nguvu zote. Ninamaliza sasa. Changamoto ambayo nataka kukuachia leo. Changamoto ya kwanza, unatakiwa kudumisha moto wa Roho ndani yako kila siku. Tenga muda wako kila siku kuzungumza na Bwana. Omba, soma Biblia, imba nyimbo za kumtukuza Bwana. Jiunge na jumuiya. Unapokuwa kwenye fellowship na Wakristo wenzako, hapo ndipo utakapokuwa zaidi. Jambo jingine, muombe Roho Mtakatifu akuongoze. Roho Mtakatifu akusaidie, akutie nguvu kila wakati. Tumia karama ulionayo. Unazo nafasi nyingi tu za kutumia karama yako. Kuna ujenzi wa kanisa hili. Tumia kipawa chako cha utoaji kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jambo la mwisho ambalo nataka nimalize, hii ni changamoto. Na hii ni changamoto ya kusambaza moto kwa wengine. Zungumza na rafiki yako ambaye hamfahamu Yesu. Hebu jiahidi, usiniahidi mimi kwa sababu unaweza kunidanganya. Jiahidi wewe mwenyewe, wiki hii nataka niongee na watu kama 3. Nataka kuongea na watu 3. Niwaambie habari za Yesu, jinsi alivyobadilisha maisha yangu. Hiyo ndio njia pekee utakayoweza kusambaza moto wa Roho Mtakatifu. Hebu tafakari haya maneno. Tafakari haya maneno. Kama unaona karama yako, mchungaji njoo. Kama unaona karama yako hujaitumia vizuri, sisi tupo hapa kwa ajili ya kukuombea, ili uichochee hiyo karama ya Mungu iliyo ndani yako. Ni nafasi ya kipekee ya kujichunguza ili Bwana atende kazi yake. Bwana awe pamoja na wewe. Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, na kuomba. Unichunguze, chunguza Bwana. Bwana Yesu, na kuomba. Unichunguza, unichunguze Bwana Yesu, na kuomba. Unichunguze maisha yangu, chunguza. Unichunguze Bwana Yesu, na kuomba. Unichunguze. Unafikiri huu ndio muda mzuri wa wewe kutambua kile Mungu ameweka ndani yako tangu alipojifunua kwako na kupata neema ya kuwa mwokozi wa maisha yako? Ulipomkaribisha na kusema mimi hapa, andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima. Je, unafikiri unayo nafasi ya kuchochea kile Mungu ameweka ndani ya maisha yako sasa? Nani yupo tayari kuungana na mama huyu
na kumwambia Bwana, ninaomba uchochee kile ambacho umeweka ndani ya moyo wangu. Ninaamini Roho Mtakatifu yumo ndani ya moyo wangu, lakini pengine kuna majivu tu yaliyoloana, pengine kuna majivu tu ambayo yamefunikwa na unyevunyevu. Ninatamani kuona kile ambacho kimo ndani yangu ambacho hakiwezi kuondoka. Baba, ukinisaidie kukichochea. Je, unaweza kuungana na watakatifu wa Mungu hawa? Alafu tumuite Mungu. Kumbuka yeye yupo tayari kutusikia. Kumbuka tayari yeye yupo hapa kwa ajili ya kutuhudumia. Na ndani yako na ndani yangu kuna yule Roho amesema na sisi kupitia mtumishi wake, na ninakutia moyo, anaweza kuchipusha kalama yako. Amen. Unaweza kuja pamoja na hawa kwa neema hiyo. Njoo tu. Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, na kuomba unichunguze. Chunguza Bwana, chunguza. Hebu acha nafasi ya wazi. Tumefundishwa hapa, pengine kuna ile mission hujamwambia mtu habari za Yesu, na tunaishi na watu hawajamwamini Yesu Kristo. Hebu njoo, Mungu akupe nguvu. Ukiongozwa na Bwana, ukitiwa Roho ya Mungu, maisha yako yakafufuliwa, unapata ujasiri. Mungu hajaweka ndani yako, hajaweka ndani yangu roho ya woga. Anamwambia Timotheo, umepewa roho ya ujasiri. Naomba uje ndugu yangu, tumwambie Bwana, fufua, chochea kile kilichomo ndani yangu. Asante kunipa Roho Mtakatifu, lakini nataka umuinue, nataka umpe nafasi, nataka alete matunda. Chunguza, unichunguze Bwana Yesu, na kuomba unichunguze. Chunguza Yesu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, na kuomba. Nikuombe unyoshe mkono juu na useme maneno haya. Mwenyezi Mungu, nasimama mbele zako. Unaniona moyoni mwangu, na unajua moto ulio ndani yangu. Ninakuja mbele zako nikiomba unisaidie niweze kuchochea karama iliyomo ndani ya moyo wangu, niweze kukutumikia katika roho na kweli. Asante Mungu, asante kwa kuniona, na asante kwa kunigusa, kwa sababu naamini utatenda sawasawa na mapenzi yako. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wangu. Baba wa mbinguni, nakushukuru sana kwa sababu uko pamoja nasi hapa. Asante kwa ujumbe huu ambao umegusa kila mmoja, na wewe unazungumza kwetu sote, kwa sababu kila mmoja, Mungu wa mbinguni, umemjalia karama hiyo. Tunaposimama mbele zako kuitikia wito wako na kukubali kutembea na wewe, unatupa kazi katika maisha yetu. Asante mno kwa kila mmoja aliyesikia ujumbe huu, na zaidi ya yote, Mungu wa mbinguni, utatuinua kwa sifa na utukufu wa jina lako. Watoto wako wameguswa kwa aina yake, mmoja mmoja kwa nafasi yake. Baba wa mbinguni, tunawaweka mbele zako, uwape hitaji la moyo wao, useme nao kwa ukaribu, uwatimizie haja za mioyo yao. Zaidi ya yote Mungu, ukatende sawasawa na mapenzi yako. Tunaamini Mungu unatenda kazi na mtu mmoja mmoja, na kwa kadiri anavyoinuka na kwa kadiri anavyopokea, na Baba wa mbinguni utakwenda kufanya hivyo. Tunajiweka mbele zako sote kwa pamoja, kwa sababu tunahusika kwa aina moja au nyingine. Uende kuzungumza nasi, ukatutie nguvu na kutujalia na kutusimamisha katika kazi yako. Asante Mungu kwa sababu ulitugusa, ukatuleta katika huduma yako. Endelea kututumia kama vyombo. Hatustahili kwa aina nyingi, lakini wewe unatustahilisha sawa sawa na mapenzi yako. Unatuhuisha upya siku hadi siku, na neno lako linakiri kwamba tunafanywa wapya siku hadi siku kwa kadiri tunavyokukaribia. Bariki kundi hili lililosimama mbele zako.
bariki viongozi wako, bariki kila mmoja, na zaidi ya yote Bwana utuinue, tushikane pamoja kama watoto wako kwa safari moja katika utumishi wetu. Na hayo yote tunaamini umesikia, umetuona, utatenda sawasawa na mapenzi yako, kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu, na tuseme amina. Bwana atubariki sana. Amen. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kutupa nafasi ya kukuabudu, kutupa nafasi ya kukutumikia. Sadaka hizi ambazo watoto wako wamezitoa leo katika ibada hii ni kwa ajili ya huduma na utumishi katika kanisa lako, kujenga mwili wako Kristo ili kazi ya huduma itendeke. Tunakushukuru kwa kila mmoja wetu ambaye umempa nafasi
Tunaomba baraka zako juu ya kila mmoja wetu, Bwana, juu ya kazi zake, kama ambavyo ahadi yako ilivyo kwamba utabariki kazi za mikono yetu. Baba, nenda ukabariki katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Wimbo namba 34. Bwana Yesu nisikieni, nataka kabisa unijaze naye Roho aliyetutakasa. Nijaze Bwana Yesu, nijaze na Roho wako anisaidiaye. Sina nguvu za kufanya kazi yako Mwokozi, wana wa uwezo wote, unijaze na nguvu. Nijaze Bwana Yesu, nijaze na Roho yako anisaidiaye. Ninapenda Roho wangu atawale kabisa. Pendo lako Bwana wangu ni dhahiri popote. Nijaze Bwana Yesu, nijaze na Roho yako anisaidiaye. Baba, tunakuja mbele zako. Asante kwa kutupatia nafasi ya kuja kukuabudu pamoja. Asante kwa ajili ya ibada nzima tangu tulipoanza. Tumekusifu, tumekuomba, tumekurudishia shukrani. Lakini Baba, tumesikia kutoka kwako. Umenena na sisi. Utusaidie Baba tunapoondoka katika mahali hapa. Ibada ziendelee ndani ya mioyo yetu. Uwepo wako usitupungukie. Uwe pamoja na sisi. Tunapofika nyumbani kwetu, tutakapoanza kazi zetu, ziwe za biashara, ziwe za maofisini, ziwe ni mashuleni, kazi zozote zile tutakazozifanya Bwana, wewe utatukuzwa katika kazi hizo. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza. Wabariki watu wako sasa wanapoondoka mahali pale. Wanapoondoka mahali hapa kwenda majumbani kwao. Walinde, wahifadhi, waangazie nuru ya uso wako. Uwapatie amani. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.